Mkulima mwenzangu, ebu tuwete mambo wazi. Kila siku inayopita shamba lako likiwa kimya, bila kutoa mazao, unajua nini kinafanyika? Sio tu unapoteza muda, unateketeza pesa. Yaani ni kama vile unamfanya kazi ambaye unamlipa mshahara kila mwezi, lakini hafanyi kazi. Sasa, katika dakika chache zijazo, nitakuonyesha jinsi ya kubadilisha miaka hiyo ya kusubiri na kuifanya iwe miezi ya kwanza kuingiza faida halisi. Hii, unajua, sio msemo tu wa kijiweni. Hii ndiyo sheria namba 1 ya kilimo cha kibiashara. Kwenye kilimo cha kisasa, hatupandi tu na kunuomba Mungu atusaidie. Hapana. Tunapanda tukiwa na kalenda mkononi na kikokotoo, tukijua ni lini hasa tutaanza kuona pesa ikirudi. Kila mwezi unaopita bila mavuno ni kama deni linalozidi kuongezeka. Sasa jiulize swali hili kwa uaminifu kabisa. Hivi, umechoka kuweka nguvu zako zote, muda wako na pesa shambani, halafu unaishia kuangalia tu juu? Ile hali ya kutokujua ni lini hasa utarudisha hata kile ulichowekeza, achilia mbali kupata faida, inavunja moyo sana. Lakini leo tunavunja huu mzunguko. Tunaacha kubahatisha na tunaweka mkakati. Sawa, hebu sasa tuingie kwenye kini cha tatizo. Wakulima wengi sana wanachelewa kuvuna, sio kwa sababu ni wavivu, la hasha, bali kwa sababu wanakosea kwenye misingi miwili tu, lakini ni misingi muhimu mno. Na makosa haya yanakugharimu muda na pesa nyingi sana. Hapa ndipo hasara inapoanzia. Fikiria hivi, kuchagua mchenditini ni sawa na kuajiri mfanyakazi. Ukichagua mchenditini duni, yaani mche wowote ule, umeajiri mfanyakazi mvivu, atakayekuja kukulipa baada ya miaka mingi, na malipo yenyewe yatakuwa hafifu. Kwa hiyo, huu si uamuzi wa shambani tu, ni uamuzi muhimu sana wa kibiashara. Sasa, hebu tazama tofauti hii. Ni usiku na mchana. Huku upande wa kushoto ndiyo jinamizi la kila mkulima. Miche inasuasua, shamba zima halifanani, matunda ni machache, hayana ubora, hayana soko, ni hasara tupu. Lakini hebu tazama upande wa kulia. Hii ndiyo picha ya mafanikio. Miche bora inakuwa kwa kasi na kwa pamoja. Shamba zima linapendeza na matunda ni mengi, yana ubora unaohitajika sokoni. Hii si kilimo tu, hii ni biashara inayotengeneza pesa. Tatizo la pili kubwa ni hili: jinsi unavyomwagilia. Unaweza kuwa na mche bora kabisa duniani, lakini kama unamwagilia kwa kutumia ndoo au mifereji, ni kama unampa mmea msongo wa mawazo kila siku. Unachelewesha ukuaji wake. Ni sawa na kumpa mwanariadha wako wa Olympic chakula kibovu, hawezi kushinda mbio. Na matokeo yake ni haya. Kati ya umwagiliaji mmoja na mwingine, mmea wako unapata kitu tunaita mshituko wa ukame. Yaani unashtuka, unakosa maji, kwa hiyo unasimamisha kukua ili ujiokoe. Ni kama una pause saa yake ya ukuaji kila siku. Matokeo, mavuno yanachelewa kwa miezi na wakati mwingine miaka. Na mbaya zaidi, unapoteza rasilimali mbili za msingi, maji na pesa zako. Lakini sasa, inatosha kuongelea matatizo. Hebu tuangalie suluhisho. Mkulima wa kisasa, yule tunamuita mkulima mjanja, anafanya mambo tofauti kabisa. Anajua siri ya kupata faida haraka na kwa uhakika. Mfumo wake wa mafanikio una nguzo 3 tu, lakini ni imara. Namba 1, anajenga msingi thabiti. Anachagua miche bora iliyothibitishwa. Namba 2, anailisha hiyo miche kwa usahihi. Anaweka mfumo wa umwagiliaji wa matone, yani drip irrigation, unaopeleka maji na mbolea moja kwa moja kwenye mizizi. Na 3, muhimu kuliko yote, haendi kichwa. Anafuata mwongozo sahihi wa kitaalam. Na hapa sasa ndipo sisi kama Kilimo Biashara Afrika tunapokuwa mshirika wako katika safari hii. Tunakupa huu mfumo mzima wa mafanikio wote mahali pamoja. Hatukuzii tu mche, tunakupa uwezo wa kufanikiwa. Tunakupa miche bora, tunakufungia drip irrigation na tunatembea na wewe bega kwa bega kwa mwongozo ili kuhakikisha unapata ile faida unayoitamani na kwa haraka. Sasa hebu tuone jinsi huu mfumo unavyotafsiriwa kwenye namba halisi na muda halisi. Huu ndio ulinganisho muhimu zaidi utakaoufanya kama mwekezaji. Ni uchaguzi kati ya njia mbili tofauti kabisa.
Angalia namba hizi kwa makini. Njia ya kizamani ni maumivu. Mwaka wa kwanza unapanda, unaweka pesa. Mwaka wa tatu unapita, bado unaendelea kuingiza gharama za matunzo, hakuna mapato. Unafika mwaka wa tano, unapata mavuno kiduchu ambayo hata gharama zako hayarudishi. Sasa, geukia njia ya kisasa. Mwaka wa kwanza unapanda na unaweka drip. Kufikia mwaka wa pili, tayari unaanza kuvuna, umeanza kurudisha pesa zako na unaanza kuona faida. Hii ni tofauti kati ya kuwekeza na kupoteza fedha. Kwa hiyo swali liko wazi na nakuuliza wewe moja kwa moja. Unataka kuendelea na njia itakayokufanya usubiri miaka 5 mizima ndio uone matunda ya jasho lako, au uko tayari kuchukua njia ya kisasa na kuanza kupata faida ndani ya miaka 2 tu? Jibu liko mikononi mwako. Sawa, naamini uamuzi umefanyika. Safari ya faida ya haraka inaanza leo. Sasa hivi, usiseme kesho. Hizi hapa ni hatua rahisi unazoweza kuchukua sasa hivi ili kubadilisha shamba lako kuwa biashara yenye faida. Na ili kuanza hii safari kwa kishindo, tuna ofa maalum kwako, lakini ni ya muda mfupi. Ukiagiza miche 100 ya matunda ya aina yoyote kutoka kwetu, tunakuongezea miche mingine 10 juu, bure kabisa. Yaani ni kama unapata faida ya 10% papo hapo, kabla hata hujaanza kupanda. Usisubiri tena. Chukua simu yako sasa hivi na piga namba unayoiona hapa mbele yako, 0763071007. Hata kama huna uhakika, una maswali tu, piga hiyo simu. Wataalamu wetu watakupa ushauri wa bure bila masharti yoyote. Piga sasa 0763071007 na anza safari yako ya kuvuna mapema. Na kwa wewe ambao unapenda kujiongezea maarifa, kuna hazina ya elimu inakusubiri. Tembelea tovuti yetu www.kilimo.net/books. Uko utapata vitabu na miongozo ya kina itakayokupa nguvu ya kufanya maamuzi bora zaidi ya kibiashara shambani kwako. Kabla hatujamaliza, ningependa kusikia kutoka kwako. Ni zao gani hasa la matunda ambalo wewe unatamani kuanza kulima kibiashara? Ni parachichi, maembe, machungwa au labda kuna lingine? Andika jibu lako kwenye sehemu ya maoni hapo chini. Asante sana kwa kuwa nasi na kumbuka, kilimo cha kisasa ni biashara, sio kusubiri.